Na msodakta, mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni fursa nyingine ya kipekee kukuweza kukuletea matukio tofauti tofauti ambayo tumeweza kuyafuatilia ndani ya juma hili, na tumebahatika kuweza kusemezana naye waziri wa michezo, vijana, jinsia na huduma kwa jamii kutoka katika kaunti ya Taita Taveta, na aliweza kutujuza mambo mengi zaidi ambayo tuliweza kufanya naye mahojiano kupitia njia ya sauti, ambayo pia tutakuwa tunaweza kukupatia uweze kusikiliza siku ya leo, uweze kuangalia. Lakini kikubwa zaidi ambacho amekuwa kikizungumzia katika mdahalo huo, tukizungumza naye, alikuwa analalamikia jinsi ambavyo vijana wanazidi kupotoka zaidi katika maeneo yale kwa matumizi ya mugoka almaarufu kama jaba katika maeneo yale, na wameweza kuhakikisha kuwa wanafikia wahisani na washikadau tofauti tofauti katika kuhakikisha kuwa wanaikwamua jamii ile, sio tu kwa swala hilo la jaba bali kwa masuala mengi zaidi. Na moja kati ya wahisani ambao waliweza kuwafikia ni Samba Sport Youth Agenda, ambao waliweza kusemezana nao masuala kadhaa, na hapo ndipo tulipoweza kupata fursa ya kuzungumza nao. Aidha, waziri huyu pia ambaye tutakuwa tunakupatia sauti yake aliweza kuzungumzia masuala mbalimbali, akieleza jinsi ambavyo gavana wa kaunti ya Taita Taveta na viongozi tofauti tofauti wamejukumika kuhakikisha kuwa wanaimarisha sekta ya michezo kwa ujenzi wa viwanja na masuala mengi zaidi. Tusikilize. Karibu sana na Talanta Mwanza Media. Kwanza kabisa ningependa uanze kujitambulisha majina yako, alafu utueleze kaunti ya Taita Taveta, idara ya michezo, mnafanya nini hasa kuhakikisha kuwa mnaimarisha vipaji? Sawa, asante sana. Yes. Kwa majina ni Shedrack Mutungi. Yes. Ndiye waziri wa serikali ya kaunti katika idara ya michezo, vijana, jinsia na huduma kwa jamii. Yes. Leo tumetembelea Samba Sports. Yes. Na sababu ya kutembea ni mojawapo ya zile shughuli ambazo tunatia bidii ili kuinua hali ya talanta na masuala ya vijana katika serikali ya kaunti ya Taita Taveta. No. Katika serikali hii yetu ya Taita Taveta tunaangalia mambo ya ukuzaji wa michezo kwa upande wa kuhakikisha zile viwanja ambazo zinatumika na vijana wetu wakati wa michezo, tunaziimarisha, tunaziweka zikuwe katika hali nzuri na hali ambayo ni ya kuchezeka. Tunaweza kuwa tuna uwezo wa kuziweka ikuwe zile international standards, lakini tunang'ang'ana iwezekanavyo kuhakikisha kuwa tumeziweka kwa njia ambayo inafaa. Yes. Tuko na viwanja ambavyo ni nzuri kama za stadium. Yes. Moja wapo ni Undanyi Stadium, ambao kwa sasa mwaka huu wa kifedha tumeweka shed ya mwisho. Yes. Sasa ziko sawa za away team na home team. Pia tumehakikisha sanitation iko sawa, na tunahakikisha pia uwanja fencing tutaimalizia na ikuwe kiwanja ambacho ni kizuri. Tuko na Moi Stadium ambao serikali iliyoko ilikipata kiwanja bado kiko hali ambao si nzuri vile, lakini tumeweka mikakati ya kuhakikisha pia kitaboreshwa. Yes. Katika wakati huu wa kifedha wa sasa tutahakikisha fencing imeisha, tuhakikishe kuwa tumeweka gate ili tukifunge kile kiwanja sasa tukiingia ndani tuhakikishe na ujenzi utaendelea ukiwa sawa, sababu kuna podium ilianza kujengwa miaka ya kitambo, lakini tunataka tuanze kuijenga tukipata wafadhili ama serikali kuu ikiamua kutuongezea ama kutushika mkono upande wa kifedha. Taveta nao tuko na shamba tushalipata kule eka 20 ambalo tunataka tuhakikishe pia uwanja wa upande wa hiyo sub county uko sawa. Mwatatu tuko na uwanja tunaita Mwatunge Stadium. Yes. Nao pia umeshafanywa ile grading, excavation. Sasa unahitaji kujengwa podium na ikuwe ni kama international stadium. Okay. But hiyo yote inahitaji ni hela. Okay. Kwa hivyo ile idara yetu na pia serikali ya kaunti inajizatiti ni kutafuta wafadhili na wahisani. Okay. Ili kusaidia katika mbinu yoyote. Kuna kitu pia ningependa tuweze kuzungumzia, kwa sababu nimeona wakati ukihutubu pale uliweza kuzungumzia swala zima la population ya Taita Taveta. Nakumbuka kama si mwaka 2018 itakuwa 2019, wakati rais alikuwa naibu rais William Ruto wakati huo aliweza kuzuru kule eneo la Undanyi, na mbunge wa Undanyi Mwashako akaweza kuzungumzia swala zima la population. Nataka niliangalia katika idara yako nikizungumzia mwingiliano wako na vijana, kwa sababu ya takwimu na muonekano jinsi ulivyo, ni kwamba vijana wengi wamejihusisha katika swala la matumizi ya mihadarati,
na mambo mengine ya kijamii. Pengine unahisi Taita Taveta kama county inapaswa ifanye nini kulinda vizazi ambavyo vipo, tukizungumzia vijana, na pia kuongeza vizazi ambavyo vipo? Sawa, shukran. Idadi ya vijana katika kaunti ya Taita Taveta kama kaunti zile zingine na kama dunia mzima, hiyo ndio population kubwa sana. Idadi yao iko juu. Kuangalia katika census ya 2019, utapata vijana ndio wengi zaidi, na hiyo ni hatari. Kumaanisha serikali inahitaji kuwekeza zaidi katika wale kwa vijana, kwa sababu ndio wengi na pia hao ndio wale ambao wanakuwa. Lile ambalo linatuumiza zaidi katika kaunti ya Taita Taveta na upande wa vijana, kwanza ni miandarati, pombe, jaba, zile pombe ambazo hazieleweki, hizo vitu vyote ambavyo vinaelewesha kwa utumiaji mbaya. Hiyo ndio kitu kimoja ambao kinatuumiza sana. Utapata hata wale wengine wako shule, wengine wanazitumia, na wakizitumia zinawaadhiri. Kumaliza shule inakuwa ngumu, that is completion, retention, hata absenteeism ya kwa mashule inakuwa juu sana. Wale ambao wameweza kuendelea na hata wakamaliza, wengine ambao wameadhirika, utapata hata kuperform vizuri katika mitihani yao inakuwa ni shida. Na wengine watamaliza vizuri, lakini utapata baadaye inawaadhiri hata maishani. Na issue ya jaba na hizo vitu zimeadhiri hata idadi yetu katika kaunti ya Taita Taveta. Kwa hivyo ile ambalo tunalizingatia zaidi, ambalo hata limetufanya hata leo tutembelee Samba Sports, ni kutafuta ni mbinu gani ambalo tunaweza kuleta vijana pamoja. Tuwe na uwezo wa kufanya ile bunge la vijana. Tuweze kuzungumuza kwa sauti moja. Pia tuweze kulete wazazi kwa pamoja. Tuwaelezee zile changamoto vijana wetu wanazopitia na ni mbinu gani ambao tunaweza kufanya kwa pamoja. Lingine ni tupatafute ni mbinu gani wale wote ambao wako wanafanya katika hii youth space, kwa sababu ni wengi. Kuna NGOs nyingi, kuna faith based organizations, kuna kanisa, kuna misikiti, serikali kuu, serikali ya kaunti, wote ni mbinu gani tunaweza leta pamoja, tuangalie ni vipi tutashika vijana wetu mkono. Waache kuangamia kwa miadarati, waache kuangamia kwa hizi hata zile betting, kwa sababu wengi wanaingia katika betting, hata wanaiba pesa, wanafanya betting, wakipoteza wanakaa ni kama wamekuwa wagonjwa. Tutafute hao wote, tutawaleta kwa njia gani ili tuweze kusemezana kwa pamoja, tuokoe jamii yetu ya vijana. Tusipookoa sasa, hakuna atakayewaokoa kesho. Okay, mwisho kabisa tungependa uweze kuzungumzia, kumekuwepo na imekuwa kama narrative kuwa county zinatenga bajeti kupitia idara ya michezo, na katika bajeti ambazo wanatenga wanaeleza paruanja kuwa watazingatia michezo yote. Baadaye tunaona soka na pengine riadha kidogo. Kaunti ya Taita Taveta imezingatia michezo mingine, nikizungumzia volleyball, handball, mchezo wa vikapu na michezo mingine, na kama imezingatia vipi na kwa njia gani? Sawa, asante. Tumejizatiti, na tangu niingie nikiwa kama waziri, niliingia nikijua kuna hiyo fikira kuwa serikali linaangalia mambo ya football ama soka peke yake. Na kusema ukweli, na ni dunia mzima, soka is the most popular game. Lakini hatuwezi kusema ndio popular then tuangamize zile sports disciplines zingine. Taita Taveta tumekuwa tukisupport majorly sports discipline nyingi, kwa sababu kwanza kuna wale hata wa primary school wakati wako na michezo yao huwa tunaingililia, tuna support kwa mbinu moja ama lingine. Hata wale hivi tunavyoongea, kuna watoto wetu wa ECD ambao wako katika drama festivals na wameenda mpaka nationals, na tumewasupport kutoka chini mpaka juu. Wakati hizi michezo za primary school nazo pia zinachezwa. Hata even including wale ambao ni walemavu wakati wako na michezo huwa tunawasupport. Secondary schools tunawasupport. Hata mwaka huu tumesupport secondary schools ambao walikuwa, kuna moja inaitangwa Voi Open Tournament ambayo inaleta michezo yote mpaka handball, volleyball, na tuliwasupport kwa sababu tunataka kukuza hizi vipaji zote. Wale ambao wako nje si wa shule pia tuna support. Kuna rugby team ambao huwa inacheza hata katika regional league na tumekuwa tukiwa support. Kuna volleyball, tuliweza kusupport hata volleyball tournament na tukahakikishia
support mpaka kwa kiwango fulani. Hizo zote tunacheza. Pia katika riadha pia tume invest katika riadha sana. Hata we are now this year run ile inaitwa Wakuja Marathon, Wakuja Cross Country. Yes. The second edition. Yes. Hiyo yote inakuza kutoka wale wadogo mpaka wale wakubwa. Kwa hivyo ni kitu ambacho tulianza wakati governor alipoingia. Yes. Na tunaita Wakuja Cross Country na inaendelea. Okay. Kwa hivyo tunajaribu kung'ang'ana katika zile disciplines zote, ingawaje hela ni kidogo sana. Okay. Ile ambao tunapata kama department kidogo kabisa. Ndio sababu unaona tunatafuta wafadhili wengine na wahisani tufanye kazi kwa pamoja. Okay. Ndio. Niseme shukrani sana, pengine tutalifikiria swala la kutenga muda ili tukaweze kusemezana masuala mengi ambayo yanahusu idara yako. Shukrani. Naam, huyo alikuwa waziri wa masuala ya michezo, vijana, jinsia na huduma kwa jamii. Waziri ambaye ameweza kudadavua masuala kadhaa zaidi ambayo tuliweza kusemezana naye wakati huo. Shukrani.